Taarifa kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Polisi Tanzania. Taarifa kwa umma kuhusu watuhumiwa wanne kukamatwa kwa kuendesha televisheni mtandao bila leseni. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam kwa kushirikiana na mamlaka zingine za kisheria tarehe 3 hadi 10 Oktoba mwaka 2025 limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa wanne kwa tuhuma za kuendesha televisheni mtandao bila kuwa na leseni. Waliokamatwa ni Japhet Alex Tobias, mkazi wa Sabasaba Ukonga, Joseph Agustino Mambwe, mkazi wa Sabasaba Ukonga, wanaodaiwa kumiliki Wizport TV; Tegemeo Zakaria Mwenegoha, mkazi wa Tabata Ilala, mmiliki wa T Media 2, na Elia Konstantini Pius, mkazi wa Mbezi Juu Kinondoni, mmiliki wa Costa TV. Upelelezi umekamilika na mifumo mingine ya kisheria itafuata ili watuhumiwa wote wafikishwe mahakamani haraka kadri itakavyowezekana. Jeshi la Polisi linatoa wito kwa wananchi kuendelea kufanya kazi zao kwa kuzingatia mifumo ya kisheria na halitasita kuwatia mbaroni watu wote wanaotuhumiwa kutenda makosa. Imetolewa na Kamanda Kanda Maalum ya Polisi Dar es Salaam. Kanda Maalum ya Dar es Salaam limeendelea kutimiza majukumu yake ya kubaini, lakini kuzuia na wakati mwingine kutanzua vitendo mbalimbali vya kihalifu. Kazi kubwa ya Jeshi la Polisi kwa mujibu wa sheria ya Jeshi la Polisi na polisi wasaidizi ni kuzuia vitendo vya kihalifu. Narudia, kazi kubwa ya Jeshi la Polisi kwa mujibu wa sheria iliyolianzisha jeshi hili la polisi pamoja na polisi wasaidizi ni kuzuia vitendo vya kihalifu. Na kwa ujumla, hali ya jiji la Dar es Salaam imeendelea kuwa salama. Hata hivyo, kumekuwa na ufuatiliaji mbali kuona kwamba hali hii ya usalama inaendelea kuimarika. Kati ya tarehe 3 mpaka tarehe 10 mwezi huu wa Oktoba, Jeshi la Polisi limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa wanne ambao wanatuhumiwa kuendesha televisheni mtandao. Watuhumiwa hawa wanatuhumiwa kuendesha televisheni mtandao bila kuwa na leseni. Kama mnashuhudia, sheria imeruhusu kuwepo na vyombo vya habari, lakini kwa kufuata misingi ya kisheria ya jinsi ya kuendesha vyombo hivyo. Kwa hiyo waliokamatwa ni pamoja na mtu aliyefahamika kwa jina la Japhet Alex Tobias. Huyo ni mkazi wa Sabasaba Ukonga. Amekamatwa pia mtu aliyefahamika kwa jina la Joseph Agustino Mambwe. Huyu ni mkazi naye wa Sabasaba Ukonga. Hawa wanadaiwa kumiliki TV ambayo imefahamika kwa jina la Wizport. Mtu mwingine wa tatu aliyokamatwa ni Tegemeo Zakaria Mwenegoha. Huyu ni mkazi wa Tabata Ilala, ambaye anatuhumiwa kumiliki kitu kinachoitwa TV Media 2. Mtu wa nne aliyekamatwa amefahamika kwa jina la Elia Konstantino
Pius, huyu ni mkazi wa Mbezi Juu, Kinondoni, ambaye ametuhumiwa kumiliki TV ambayo imefahamika kwa jina la Costa. Watu hawa wanamiliki TV hizi kinyume cha sheria, bila kusajili na kuendesha shughuli zao kinyume na sheria. Wote mnafahamu kwamba nchi hii kwa mujibu wa sheria inafanya shughuli zake kwa kufuata misingi ya kisheria. Kwa hiyo shughuli zozote ambazo zinafanyika kinyume cha sheria ni makosa, na kwa sababu hiyo wamehojiwa, wamekamatwa na watafikishwa mahakamani haraka iwezekanavyo, kwa sababu upelelezi umekamilika. Umefuatilia mara kadhaa, jambo la kwanza zinapopatikana tuhuma ni kupeleleza. Kwa hiyo uchunguzi umefanyika, jeshi la polisi kwa kushirikiana na mamlaka zingine za kisheria zinazohusiana na mambo haya, na kubaini kwamba watu hawa na vyombo hivi vimekuwa vikifanya shughuli hizi ambazo nimezitaja kinyume na sheria, na kwa sababu hiyo watafikishwa kwenye mamlaka zingine za kisheria haraka iwezekanavyo, ikiwemo mahakama za nchi hii. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kutoa wito kwa wananchi kuendelea kufanya kazi zao kwa kuzingatia mifumo ya kisheria. Mwisho, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam halitasita kumtia mbaroni mtuhumiwa yoyote ambaye itabainika anafanya vitendo vya kihalifu ambavyo ni vitendo ambavyo vipo kinyume na sheria. Tunaendelea kuwahakikishia wananchi wa Dar es Salaam kwamba jeshi linafuatilia kwa karibu sana vitendo mbalimbali, matamko mbalimbali, lakini tunawahakikishia jiji liko salama na litaendelea kuwa salama.